Nyasa. Mwandu. Nyasa upo? Mwandu upo? Nipo ndugu yangu. Siku nyingi hatujaona ndugu yangu. Kumbe upo? Mimi nipo Manyoni hii. Sijatoka wala nini. Vipi wewe upo hapa Manyoni? Nipo hapa Manyoni. Japo nilikuwa mkoani kwa ajili ya kazi. Lakini sasa nipo Manyoni na muda sio mrefu nitarudi tena mkoani kwa ajili ya kazi. Ndio maana nilikuwa sikuoni hapa mjini. Hivi una taarifa kwamba nilishaoa? Umeoa? Ndio. Unamaanisha umevuta jiko ndani? Ndio. Vipi kuhusu yule mwanamke wa kwanza uliyefungishwa ndoa ya mkeo? Yule nilishaachana naye. Haikupita hata miezi miwili. Ndugu zake wakaja wakambeba. Sasa hivi ni mwanamke niliye naye. Na hivi kama tuna miaka 7 sasa hivi. Miaka 7? Kwa hiyo inawezekana sasa hivi unaweza ukawa na watoto 3 au 4 hivi, si ndio? Wapi. Bwana, nimeoa mwanamke mweupe mzuri. Yaani wanaita black nini mnasema? Wasomi black beauty. Ndio hivyo sasa. Sasa naogopa kumzalisha ndugu yangu atakubaa. Naogopa kumzalisha atafubaa au unataka tu mcheleweshe tu mdada wa watu? Hamna bwana. Unajua nini? Kuoa ni sheria, ila kuzaa majaliwa. Ipo siku tu itafika. Utapata tu mtoto. Ukuta una matatizo ya nani yale yanaitwa ya important. Mimi tena? Wewe. Sasa vipi ndugu yangu? Naona kwa sababu nyumbani ni karibu tu hapa. Vipi tukishuka ukaenda kumuona, sio kwamba ni kuhadisia. Tukaona wewe ukamuone. Mkaonane naye mjuane ili hata kesho na kesho kutwa mkikutana naye kule mtaani unajua kabisa kwamba huyu ni shemeji yao. Ila kweli unajua nilikuwa naelekea sehemu ila ngoja tu tuende kwa sababu nakuheshimu. Basi twende. Twende? Poa. Sisi sana. Kiwatoa ndugu zangu niwe, nilikutegemea ila umenigeuka. We rafiki yangu, wendo ulikuwa msiri wangu. Ona familia yangu imevunjika, ile furaha ya mwanzo imetoweka. Wewe ndo unafurahia shida nazopitia, kiniona ninalia ndo unacheka. Rafiki mnafiki, rafiki mnafiki. Karibu. Mke wangu upo? Mume wangu karibu. Sana. Karibu ndugu yangu. Asante sana. Hapa ndio nyumbani. Uko na mgeni? Huyu ni rafiki yangu wa kitambo sana. Nimemleta ili aje apajue hapa nyumbani. Nyasa. Huyu ndio mke wangu. Karibu. Asante sana. Ni shemeji yako. Karibu shemeji. Nashukuru sana. Mwandu. Nimefurahi sana kumwona shemeji. Kwa hiyo ningeomba niende kwanza, nipita siku nyingine muda nitakuja. Ili tuweze kukaa zaidi. Ndugu yangu. Inatakiwa ukae tupumzike kidogo ili ujisikie kabisa kwamba upo nyumbani. Eti mke wangu. Shemeji, karibu tia hata baraka kwenye nyumba ya rafiki yako jamani. Yaani tu umefika hata maji hujanywa uondoke kweli shemeji. Anyway, nakaa lakini sitokaa sana. Hayo ndio maneno kidogo. Karibu. Karibu sana ndugu yangu. Karibu ndugu yangu. Asante sana. Sio. Sasa mke wangu, ngoja mimi nikimbie ndani hapo madukani nikalete chochote kitu ili mgeni apate nani. Mwe mnapiga hata story. Sawa? Sawa. Ndugu yangu? Naam. Ngoja nikuletea angalau hata maji, soda nini ili kakinywaji ka. Wewe usihofu ndugu yangu. Muda lakini wai kidogo wai. Haina shida ndugu yangu.
wendo nafurahia, shida nazopitia, kiniona ninalia ndo unacheka. Oh, rafiki mnafiki, oh, rafiki mnafiki. Shemeji, kusema kweli nimekaa nimeshindwa kuvumilia. Unamaanisha nini shemeji? Wewe ni mwanamke mzuri sana. Sehemu zote ambazo nimezunguka sije kukutana na mwanamke mzuri kama wewe. Ama kweli rafiki yangu amechagua chombo. Shemeji, kusema kweli rafiki yangu anafaidi sana. Lakini shemeji, mimi ni mke wa rafiki yako. Shemeji, hata mimi ni rafiki wa mume wako. Sasa unamaanisha nini kusema hivyo? Kwani shemeji, mimi siwezi kula chakula anachokula rafiki yangu? Ya shemeji bwana, unaweza ukala kwa sababu ni chakula. Basi shemeji, nilikuwa naomba nile chakula cha rafiki yangu. Sijakuelewa shemeji. Sogea karibu yangu nikueleweshe. Shemeji, kwa nini tushindwe kuelewa hapa nini? Shemeji, naogopa mume wangu bwana. Ndio kaenda mbali kwanza. Sasa mpaka rudi dukani huko atatoka kushamaliza. Tushamaliza ni shemeji, yani tumekaa kote kwa ni kumbe ndo unataka. Mbona mambo ya kawaida shemeji? Unasikia ile pale nasema kwamba mambo ya shemeji kwa shemeji, hata kama ndio leo tu leo haina nini. ndio sasa sana. Sawa. Kikaisi. Shemeji, mimi naogopa lakini. Naogopa nini bana? Mume wangu atakuja sasa hivi. Kwanza dukani mbali, aende mpaka huko arudi atakwishamaliza. Naona mnapiga story na shemeji yako. Ndio kaka, tunapiga story. Mbona hata hujachelewa, umewahi sana tu. Basi sawa. Endelea kunywa kinywaji ndugu yangu. Mume wangu karibu kaa. Mwando. Ndio ndugu yangu. Kusema kweli nimekaa muda mrefu sana. Nilikuwa naomba sasa niwaache nikaendelea na shughuli zingine. Shemeji, mbona mapema hivyo jamani? Singesubiri chakula hata jako cha jioni ndo ondoke. Ndo saa 10 tu sasa hivi hata kama jana. Hapana shemeji, kesho nayo ni siku. Nitakuja tutashinda hapa mpaka jioni. Mke wangu, mwacha aende kama alivyosema yeye. Kesho nayo siku. Kaka, kabla sijaondoka kwa heshima yako, unaweza kaniruhusu nichukue namba ya shemeji ili hata nikiwa na njaa tunasema kuja kula? Bila shaka unaweza ukachukua, lakini usijokaa na vingine isipokuwa ni chakula tu. Haitakuja kutokea. Shemeji mwenyewe anajiheshimu. Kwa hiyo nilipokuja tu nimemuona ni mtu ambaye anajiheshimu. Kwa hiyo hata yeye aweza akakubali. Sisi shemeji. Na mimi siwezi kufanya hivyo, nampenda mume wangu.
Mimi naomba sana niondoke. Haina shida, ngoja nikusindikize, si unajua tena. Usije ukapotea ndugu yangu. Mimi nitasha kupotea mimi mwenyeji. Sando rafiki gani wa kirafiki? Urafiki gani wa kirafiki? Umezana mke wangu ingali unajua nitoe hukumu gani? Wenda moyo wangu utaridhika. Au nataka nimuoe mtoto wako? Shemeji, naomba usipoteze muda. Muda ni shemeji, lakini mume wangu shemeji, mume wangu lakini. Mume wapi? Mume uko mbali, unaona unajuaje? Mimi naogopa bwana, akija hata sasa hivi unafikiri itakuwaje shemeji? Kwani ameenda wapi? Usiogope bwana, hivi tulisini haraka tu. Shemeji, naogopa bwana shemeji. Shemeji, sema kweli nimefaidi sana. Yaani mtoto najua. Mtoto nayaweza yani. Kama ndo hivi. Rafiki yangu sitachoka kumibia. Shemeji bwana, kweli. Kabisa. Yaani mtoto najua, yani ni fundi. Ndio maana nilikuwa nakusifia. Nikasema kuna nini? Kumbe vilivyomo vipo. Shemeji, sikukosea. Nani? Jirani. Kwema vipi? Karibu. Asante. Sasa naomba kiberiti changu sikioni. Hichi hapa. Poa. Iko nani? Jirani. Jirani. Kujua rafiki yangu. Kama unaamini za mwezi ni 40. Leo ni 39 naamini ipo siku tutakamatwa. Shemeji. Wewe itakuja kujitokeza. Maana muda sio mrefu mimi naondoka. Unajisikia kichefuchefu? Hiyo ni dalili gani? Mimba. Mungu wangu we. Mungu kajibu maombi yangu. Hayo maombi yalikuwa ya siku nyingi. Sasa mbona umenyong'onyea hivi na wakati jambo la furaha ndugu yangu? Yaani simu twende ndani bwana. Karibu. Wenda moyo wangu utaridhika. Shemeji tena. Karibu. Asante sana. Okay. Karibu. Nimekuletea matunda. Asante. Samahani, kabla sijaondoka.
na napenda tuongee kidogo. Sawa, nakusikiliza. Shemeji, hivyo na uhakika hiyo mimba na mume wako? Mimba mume wangu, kwa nini unasema hivyo? Mimi nadhani hiyo mimba ni ya kwangu, kwa sababu mume wako ameniambia mmekaa zaidi ya miaka 3 kwenye ndoa, lakini hamkupata mtoto. Lakini tulipolala tu siku ile pamoja, ndio leo umeonekana na ujauzito. Wewe koma. Mimba ya mume wangu, tena jiheshimu. Nene, hebu tuachie naye. Shemeji, nimekumisi. Ile siku ya 40 ndio leo. Jirani tena? Vipi shoga yangu? Vipi luku ipo? Luku. Luku hamna mwenzangu. Luku imeisha. Hapa tu tujichangeni hela tumie umeme. Mimi najua taa yangu imeungua. Haya poa. Yaani wewe tunapoendea wewe. Tunapoendea utakuja kukamatwa. Sitakuja kukamatwa. Hata hivyo, kesho naondoka. Kwa hiyo leo nilikuja kukuaga. Bye. Safari njema. Mtunzie mwanangu. Sando rafiki gani wa kirafiki? Sasa mbona umenuna na wewe? Unataka nini soda? Unataka nini? Unataka hii? Nachukua mwanangu. Chelewa. Baba huyo? Baba. Mpokee baba. Mke wangu. Haya mandazi hayana soda eh? Sasa kama unamletea mtoto mandazi bila soda jamani. Basi fanya mpango kamchukulie juice. Sawa. Yaweke kwanza akuletee juice. Baba nikakuletea juice sawa? Sawa. Sio kakapo mwanangu.